Mimi kwanza niseme kuna vijana wengi sana wa Tanzania ambao wamejua kwenda na beat. Unajua sisi generation yetu ni lazima tumshukuru Mungu sana kwa sababu tuko kwenye generation ambayo mapinduzi ni makubwa sana. Teknolojia imerahisisha sana. Zamani ulikuwa ukisoma uandishi wa habari na utangazaji, unategemea kuajiriwa kwenye gazeti, kwenye TV au kwenye redio au ukawa ya afisa habari sehemu fulani katika taasisi fulani. Wakati kila siku maelfu wanamaliza vyuoni, hawana ajira. Lakini sasa hivi simu yako peke yake inaweza kawa ajira yako wewe. Nimefurahi kuona kuna watu ambao wana page zao kwenye mitandao ya kijamii, ana specialize, anajikita. Kuna ambao wanatengeneza meme na wame specialize kwenye meme mpaka wanapata biashara. Umeshanielewa eh? Sasa umeona hiyo ni advantage sana kwetu. Tunaweza tusitegemee kuajiriwa tena. Tukategemea kujiajiri wenyewe. Na mimi huwa siku zote nasema anza na kile ulichonacho. Mitandao ya kijamii ndio sehemu pekee ambapo unaweza kutimiza ndoto zako kwa urahisi. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo inakupa fursa ya kuonyesha kitu gani ulichonacho wewe cha upekee wako na ubunifu wako binafsi ulionao na kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja, especially wahitaji na wanufaika wa hicho kitu. Itakupelekea kuingiza pesa nyingi kwa wakati mmoja kuliko ajira yoyote unaweza kuajiriwa. Kwenye mitandao ya kijamii kuna namna nyingi ya kutengeneza pesa, tena pesa endelevu, wakati ukiwa active kwenye mitandao ya kijamii au ukiwa umezima hata simu yako ukiwa umelala. Kwenye mitandao ya kijamii kuna namna mbili ya kupata pesa. Kuna pesa ambayo utaipata kwa kudeliver kitu na mtu akakupa pesa, ama kuna pesa ambayo utaipata kwa watu tu kufuatilia au kuwepo kwenye peji zako wakati ukionyesha talenti au huduma au service ambayo unaifanya. Ili kufahamu haya yote, kama mimi pesa ambazo nimewahi kushika toka nimezaliwa mimi ni pesa nyingi nimezipata kwenye mitandao ya kijamii. Lakini vile vile kwenye social media ndio sehemu pekee ambapo kimenipa nafasi ya kuweza kuonyesha kitu gani ninacho. Mimi ni msomi na bachelor degree of laws. Lakini bachelor degree of laws peke yake, kile cheti kisingetosha kutengeneza pesa ambazo nimetengeneza hapa kwenye social media. Kwa hiyo whatever the bachelor degree, the masters, the PhD you have, haitakupelekea kupata pesa ambazo utazipata kama kutumia mitandao ya kijamii. Trust me. So, ili kuweza kujifunza namna gani ya kutengeneza pesa kwenye mitandao ya kijamii, lazima ukubali kufundishwa na watu ambao wapo kwenye mitandao ya kijamii and they make money, they make life, they live good. Tuna mentorship program ambayo mtu tutamfundisha kwa kina namna gani ya kutengeneza pesa, namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kwa manufaa yake binafsi. Package ya mwezi mmoja kwa shilingi 200,000, package ya miezi 3 kwa shilingi 490, package ya miezi 6 kwa shilingi 990. Comment neno mentor ili kupata utaratibu mzima wa kujisajili kwenye mentorship program hii.